Na kusalimu katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi. Ninayo kila sababu ya kumtukuza Mungu. Naitwa kwa majina, naitwa Godfrey Anyimike Mwakosia. Natokea Tanzania katika mkoa wa Mbeya. Ninayo kila sababu ya kumtukuza Mungu kwa ajili ya siku ya leo, na nimeleta habari njema za neno la Mungu. Na kabla sijaendelea, nimshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu uliye Bwana na Mwokozi, mwamba wa uzima, jemedari wa vita, simba wa kabila la Yuda, upewe sifa, uinuliwe, utukuzwe katika jina la Yesu uliye Bwana na Mwokozi. Asante kwa ujumbe wa neno lako ambao tunaenda kusikia kwa muda huu. Katika uwezo wa jina lako, libariki neno lako. Amen. Leo ni siku njema na Mungu ni mwema. Na kusalimu katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi, simba wa kabila la Yuda. Tuende moja kwa moja kwenye kitabu cha Mathayo mtakatifu, sura ni ya 7 na ule mstari wa 13 na wa 14. Neno la Mungu linasema hivi: ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani, nao waionao ni wachache. Bwana alibariki neno lake. Haya ni maneno aliyoyanena Yesu Kristo wa Nazareti. Anasema ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba. Na anapozungumza mlango, haimaanishi mlango wa nyumba. Anazungumza maisha ya kujinyima, maisha ya kujiepusha na uovu wa dunia. Tafsiri yake ndio maana naongea, anasema ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, yaani maisha ya kujinyima mambo machafu ya ulimwengu. Anasema maana mlango ni mpana na njia ni pana inayoelekea upotevuni, yaani inayoelekea katika maangamizi, inayoelekea katika njia mbovu, aidha njia mbaya. Anazungumza kuhusu tabia, anazungumza kuhusu matendo, na anapozungumza kuingia kwenye njia iliyo nyembamba, anazungumza tabia njema za kumwishi Kristo Yesu aliye Bwana na Mwokozi. Na hakuna kitu cha thamani na chenye maana unapokuwepo duniani na ukamkiri Yesu kwa Bwana na Mwokozi, tayari umeingia kwenye vita ya kukataa mambo ya kishetani, ya kukataa mambo ya ibilisi na kumkubali Yesu ili atawale maisha yako. Na kuitunza tabia, kuitunza tabia ni vita kuliko vita ya uchumi. Kuitunza tabia ni vita kuliko vita zingine zozote. Na ndio maana Yesu anazungumza kuyaishi maisha yanayohusiana na njia, kwa sababu Yesu ni njia. Njia maana yake kielelezo, njia maana yake mwanzilishi, njia maisha ya kumpendeza Mungu katika siku za mwisho. Na hakuna kitu ambacho shetani anapambana na mtu kama tabia. Na kitu kitakacho kusumbua kuingia mbinguni, ukisikia mtu ameshindwa kuingia mbinguni, tafsiri yake tabia zake zimepimwa, zimeonekana haziwezi kufaulu kuingia kwenye uzima wa milele. Ndio maana Yesu anasema ingieni kwenye mlango ulio mwembamba. Yesu ni mlango, Yesu ni njia, kweli na uzima inayoelekea uzimani. Mtumikie Yesu kwenye siku za mwisho.
Uwe mwaminifu kwenye maisha yako ya kiroho. Usiangalie kwamba nani anakuona. Jichunge mwenyewe, jichunguze mwenyewe, jiepushe mwenyewe na mabaya yote ya dunia hii. Na kule mbele kuna ukaguzi mgumu kuliko unavyofikiri. Mungu hana huruma kama unavyofikiri. Mungu hana rehema kama unavyofikiri. Ukiokoka, tunza tabia, tunza njia ya utakatifu, tunza maisha ya utakatifu. Na ndio maana lazima uwe mwangalifu. Hatutaenda kukaguliwa na mtu, tunaenda kukaguliwa na simba wa kabila la Yuda ambaye ni Yesu wa Nazareti. Ukifanya dhambi kifichoni, kule mbele utafichuliwa. Ukifanya dhambi kwa siri, kule mbele utamulikwa na utapatikana, utakamatwa na utakamatika, hasa kwenye siku za mwisho. Na ni ujumbe unaohusiana na nyakati tulizokuwa nazo, hasa kwenye siku za mwisho. Itumie nafasi yako, tumia maisha yako vizuri. Ndio maana Yesu kwenye kitabu cha Mathayo Mtakatifu sura ni ya 7 ule mstari wa 13 na wa 14 anasema, ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba. Amen. Maana mlango ni mpana na njia ni pana inayoelekea upotevuni, na ni wengi wanaoingia kwenye mlango huo. Nini anachozungumza hapa Yesu? Watu wengi wanaishi maisha ya kuto kumpendeza Mungu, na hiyo njia ndo wanaiona kwa sababu imerahisisha, kwa sababu haina ugumu. Kutembea na Yesu kwa uaminifu, mbingu imeandaliwa kwa waaminifu, mbingu imeandaliwa kwa watakatifu, mbingu imeandaliwa kwa wenye haki. Tembea na Yesu anayeabudiwa na lugha zote na rangi zote na makabila yote na mataifa yote. Tembea na Yesu kwenye siku za mwisho, na hiyo nafasi ni nafasi pekee ambayo Mungu amekupa uitumie. Itategemea umechagua njia pana, inategemea umechagua njia nyembamba, inategemea. Lakini ndio maana Yesu anazungumza hivi kwamba bali mlango ni mwembamba na njia ni nyembamba, imesonga inayoelekea uzimani. Yaani ni ngumu kufaulu mtu kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Yana gharama kuliko unavyofikiri. Kuabudu, kuhudhuria ibada haina maana ni mtakatifu. Hata wasiokuwa safi bado wanahudhuria ibada. Kuhudhuria ibada sio tiketi. Tiketi yako, tunza utakatifu, tunza maisha ya kiroho. Kule mbele tunaenda kukaguliwa na simba wa kabila la Yuda, Yesu wa Nazareti. Yaishi maisha ya utaua, yaishi maisha ya utakatifu. Tembea na Yesu kwa uaminifu, hasa kwenye siku za mwisho. Jinyime mambo ya dunia, jinyime anasa za ulimwengu, jinyime. Zuia mwili wako, zuia mwili wako usitende dhambi. Hukumu ya Mungu haina huruma. Tembea na Yesu kwenye kipindi cha wakati wa zamu yako. Usifurahishwe na maovu, usitende maovu alafu na kusema narudi tena. Wokovu hauna marudio. Tunakiri mara moja, tunampokea Yesu mara moja, na baada ya kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi, tunza huyo Yesu, tunza maisha ya utaua, tunza maisha ya utakatifu. Dhambi ni mbaya. Kama kuna mambo yenye kupingana nayo, kama kuna mambo ya kuyapiga vita, kama kuna mambo ya kuyakataa, ipige vita dhambi inayokukatishia ndoto za maisha ya baadaye. Baada ya maisha haya kuna maisha mengine baadaye, maisha ya umilele, maisha ya uzimani, maisha ya mbinguni, maisha ya kwenye ufalme wa Baba. Tembea na Yesu kwenye siku ya zamu yako. Tembea na Yesu kwa uaminifu. Uaminifu ni bora, tabia ni bora. Itunze tabia kuliko kutunza pesa. Tunza tabia kuliko kutunza mavazi. Tunza tabia. Utakaguliwa tabia, hautakaguliwa mavazi. Utakaguliwa tabia, hautakaguliwa mali. Utakaguliwa tabia. Pitia kwenye njia iliyo nyembamba, ukaguliwe, usuguliwe, uchongwe kisawasawa. Huwezi kuingia mbinguni na tabia chafu. Huwezi kuingia kwenye ufalme. Ule mji hauna rushwa. Ule mji haujasimamiwa na mtu. Ule mji umesimamiwa na Yesu wa Nazareti. Itumie nafasi kwenye kipindi cha zamu yako. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu na asifiwe.
Ni siku njema na ni ujumbe unaohusiana na nyakati za mwisho. Ndio maana Yesu anazungumza maneno haya kwamba ingieni. Sio ombi, ni agizo, sio kukubembeleza. Ni kwamba ukiamua kuokoka, amua kuyaishi maisha ambayo Mungu anataka uyaishi. Usiokoke na huku unafanya dhambi, hutapita mwanangu, hutafaulu, hutatoboa. Na kwa nafasi hiyo bado naendelea kuzungumza ujumbe huu. Ukiendelea kwenye kitabu cha Mathayo 7 hiyo hiyo, ule mstari wa 21, anasema hivi: si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Unisikilize, Yesu anasema si kila mtu anitaye Bwana, Bwana atakayeingia. Kumbe kuna hatua kadhaa. Si kila mtu anitaye Bwana, Bwana atakayeingia kwenye ufalme wa Baba yangu, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu. Kulitumia jina la Yesu halitakusaidia kuingia mbinguni. Kuita Bwana Bwana haitakusaidia kuingia mbinguni, ila kufanya mapenzi yake, maagizo yake, kuziishi njia zake, tabia alizokuagiza, ndo tiketi yako, ndo kupona kwako, ndo kusaidika kwako, hasa kwenye siku za mwisho. Yesu alichunguza mwisho kuliko mwanzo. Alitutahadharisha mwisho, na ndio maana ukiendelea, huo ni mstari wa 21, lakini mstari wa 22 kitabu cha Mathayo sura ya 7 ule, ukiendelea mstari wa 22 anasema, wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? 23, ndipo nitawaambia zairi, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Kumbe ataongea zairi, ataongea wazi kwamba siwajui ninyi mtokako, ondokeni kwangu mtendao maovu. Haleluya, haleluya! Bwana Yesu na asifiwe. Kwenye siku za mwisho, na anazungumza si kila mtu. Unajua, kulitaja jina la Yesu, Yesu huwezi kumpamba Yesu, huwezi kulipamba jina lake. Yesu anataka tabia zako ndo zilipambe jina lake. Usilipambe jina la Yesu kwa maneno ya mdomoni, alafu moyo wako umejaa giza na uovu, moyo wako umejaa tabia chafu. Lazima uangalie, lazima ujichunge. Tunakokwenda sio salama. Tahadhari, mbele kuna hatari. Tahadhari, mbele kuna hukumu. Tahadhari, jihurumie, mbele sio salama. Anakuja Yesu wa Nazareti, anakuja kuhukumu ulimwengu, anakuja Mwokozi wa ulimwengu. Tembea na Yesu kwenye kipindi cha zamu yako, mtumikie Yesu hasa kwenye kipindi cha rara salama, kwenye muda wa nyakati za mwisho. Anasema si kila mtu, na Yesu alijua mbele, alichunguza siku za mwisho. Watu wanalitumia jina la Yesu, lakini kaangalie tabia. Watu wanalitumia jina la Yesu, kaangalie matendo. Watu wanamsema Yesu, wanayozungumza kwenye kinywa na yaliyoko moyoni ni vitu viwili tofauti. Tunza tabia, tunza maisha yako kule mbele. Tahadhari, mbele kuna hatari. Tahadhari, mbele kuna ziwa la moto. Tahadhari, mbele kuna jehanamu. Mwogope Mungu, mtumikie Yesu kwenye kipindi cha siku za mwisho. Mwanadamu, tunaondoka wala haturudi, tunakufa wala haturudi, na baada ya kifo ni hukumu. Je, utakapoondoka utakuwa mgeni wa nani? Nani akuhurumie? Nani akupokee? Nani akutetee? Hasa kwenye siku za mwisho. Itumie nafasi kwenye kipindi cha zamu yako. Aliyejua atakusaidia. Yaishi maisha
ya kumpendeza Mungu, yaishi maisha ya kumpendeza Yesu. Ndio maana Yesu anasema ingieni kwa kupitia mlango mwembamba. Wokovu ni kujinyima. Wokovu ni maisha ya utauwa. Wokovu ni kujiepusha na mabaya yote. Hadi umpendeze Mungu pana gharama. Kumpendeza Yesu pana gharama. Yaishi maisha chini ya mbingu. Tembea na Yesu kwa uaminifu. Tembea na simba wa kabila la Yuda. Itumie nafasi kipindi cha maisha yako, ili utakapoondoka ijulikane unaenda wapi. Usiondoke kama mtu usiyejua unafanya nini. Ukiokoka, maanisha wokovu ni kumaanisha, na anasa zote na warembo wote wanaoonekana ni mtego wa aliyeokoka, ni kipimo cha waliookoka. Vitu vya dunia ni kipimo cha uaminifu. Tuangalie yupi atashinda, nani atatembea vizuri. Yote unayoyaona kwenye siku za mwisho yalikuweko, hakuna jipya chini ya mbingu. Yote unayoyatazama unasema jamani, ila kipindi hiki ni kibaya, watu wanatembea uchi, watu wanatembea hawavai mavazi. Ni kipimo ajulikane shujaa nani atakayevuka kwenye kipindi hicho, atakayepita kwenye kipindi hicho. Na ndio maana mitego ni mingi. Ndio maana Yesu anasema ile njia pana ni wengi. Njia pana ni nini? Njia pana ni maisha ya kumtumikia shetani. Njia pana ni maisha ya anasa. Njia pana ni maisha ya uovu ambayo watu wanamfuata shetani na matendo yao. Wameshindwa kujizuia, wameshindwa kujirinda, wameshindwa kujitunza. Jitunze ili ukaingie kwenye uzima wa milele, ili ukaingie kwenye ufalme wa Mungu. Baada ya maisha haya kuna maisha mengine. Tuna maisha ya duniani yenye miaka, lakini kuna maisha mengine yasiyo na miaka, yasiyo na kuzeeka, yenye kuondolewa mwili huu na kuvishwa mwili wenye utukufu wa kiungu. Mwili mpya, tutabadilishwa ili tufanane naye. Ingieni, yaishini, yaishi maisha ya kumpendeza Yesu. Mwanadamu tunaondoka, mwanadamu tunakufa, na baada ya kifo utazijua siri za Mungu, utazijua sifa za Mungu. Ndio maana watu wanakufa wanasema mwache, alikuwa ni mtu mwema, alikuwa ni mtu mzuri. Uzuri wako utaujua mwenyewe utakapokata roho, kwamba ulikuwa mbaya, ulikuwa mzuri. Hakuna atakaye kuchungia tabia, hakuna atakaye kuangalizia maisha yako unaishije. Wewe ndo unayajua, wewe ndo unayafahamu, wewe ndo unajichunguza, unajielewa una tabia za namna gani, hasa kwenye kizazi ambacho akihitaji injili kalikali, kinahitaji injili yenye faraja, kinahitaji mahubiri yenye kubembeleza. Nataka nikueleze na nikufundishe, injili ya msalaba, injili ya Yesu imebeba maonyo mwanzo mwisho. Inamtahadharisha mtu kwamba tahadhari, mbele kuna hatari. Pita maisha ya njia iliyo nyembamba. Yesu anaposema njia ni maisha. Njia sio njia za magari, sio njia za kupita kwa miguu, sio njia za dunia hii. Anazungumza maisha ya kiroho, yaishi maisha ya kumpendeza Mungu. Hiyo ndo tunaita njia ambayo itamfurahisha Mungu. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu na asifiwe. Hasa kwenye siku za mwisho, ndugu msikilizaji, ndugu mtazamaji, na ni ujumbe ambao umekujilia kwa wakati huu ambao Mungu amekusudia kwenye nyakati hizi, ili usikie habari njema za Kristo Yesu aliye Bwana na Mwokozi. Anasema ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, kuyaishi maisha ya utauwa, kutembea na Yesu kwa uaminifu. Ujinyime anasa za dunia, ujinyime kwenye upande wa vijana, ujinyime kwenye upande wa ubinti, ujinyime kwenye upande wa uzinzi, ujinyime kwenye upande wa ulevi, kujinyima mambo ya dunia. Ujue ni shujaa kutembea na Yesu, sivyo unavyofikiri. Pesa zinatunzika kiurahisi, lakini maisha ya kiroho yana gharama kuyatunza. Watu wanaanza wanashindwa, watu wanaokoka wanaanguka. Tunza maisha yako.
Niingie kwenye maombezi. Niingie kwenye maombezi. Ujumbe umesikia. Baba, kwa mtu unayehitaji kuokoka na mtu ambaye ni mgonjwa kwa muda huu, moja kwa moja niende kwa wagonjwa. Baba, katika jina la Yesu ninamwombea kila mmoja wetu, kila aliyekuwa na madhaifu, kila aliyekuwa na mateso, kwa jina la Yesu nikimpinga shetani, roho ya mauti, roho ya mateso, takasika, funguliwa, uwe mzima kwa jina la Yesu, uwe mzima kwa mamlaka ya Kristo Yesu, kuanzia utosi hadi uwayo, iwe kansa, iwe presha, iwe BP, yawe maradhi ya kila aina, pokea uzima kwa mamlaka ya Kristo Yesu aliye Bwana na Mwokozi. Funguliwa kabisa kwenye mateso yako, kwenye maradhi yaliyokukumba. Simba wa kabila la vita, Yesu wa Nazareti, ponya baba huyo, ponya mama huyo, ponya binti huyo, ponya kijana huyo, ponya watoto wao kwa jina la Yesu. Nikimpinga ibilisi na ila zake zote, funguliwa. Nafuta roho ya mauti na kuombea roho ya uzima, uponyaji katika jina la Yesu, amen.